Vipi kuhusu taswira ya viwanda vingine na sisi tupo ndio viwanda vya idara maalum za SMZ, lakini kuna viwanda vingine vinajihusisha na shughuli zinazofanyika hapa pia, manake zinafanana. Hatuoni kwamba kuja na kasi hiyo ya mabadiliko, uzalishaji kuongezeka, kuweka bajeti kubwa inaweza kuathiri soko la viwanda vingine vidogo vidogo ambavyo ndio sehemu ya watu kujipatia riziki yao? Mimi nadhani soko la biashara ni kubwa, hitajio la bidhaa ni kubwa. Hivi ninavyokuambia mpaka sasa hivi hatujaweza kutimiza au kufeed hitajio la wananchi. Kwa mfano mdogo tu ukiangalia idadi ya Wazanzibari walivyo, idadi ya wapiganaji wetu walivyo, hatujaweza kusavu watu wote. Na maana bado kuna fursa ya kuweza kutumia viwanda vingine kwa ajili ya kupata baadhi ya bidhaa nyingine. Na hao mnaunganisha vipi na hizi fursa? Waunganisha kifupi, sisi sasa hivi tuna jumuiya. Kwa mfano sasa hivi tupo katika mchakato wa kuandaa jumuiya ya wazalishaji wa bidhaa za ngozi Zanzibar. Tumeshaanza kwa mchakato na si muda mrefu jumuiya tutaizindua. Lengo na madhumuni kuwashajihisha wale wanaozalisha kidogo kidogo nao wakue pia. Kwa sababu ile ni sehemu ya ajira. Sisi huku tunaendelea kufanya kwa sababu sisi ni kiwanda kikubwa. Sisi mpaka sasa hivi hatuna mshindani. Kwa level ya kiwanda chetu hatuna mshindani kwa mpaka sasa hivi. Kwa hiyo hii fursa tuitumie kwa ajili ya kwa boost ya wenzetu na wao wapate kukua. Kwa sababu bado soko ni kubwa. Una hitajio kubwa. Kwa mfano sasa tunaelekea sasa hivi kwenye masuala ya sikukuu. Hitajio la nguo ni nyingi na kubwa sana. Na wengi hawapendi kuagiza bidhaa kutoka nje ya nchi kwa sababu ya utamaduni wetu. Huwezi kuagiza visuruali, viguo vifupi, vinguo vinavyoonesha miili. Kwa hiyo kama itakuwa tunakuwa tuna nia kuweza kushirikiana na kuhamasishana, mimi na imani hizi changamoto